Cha kwanza kabisa Mulamung'ambi na mzee Mwina Mohamed Seif Kaduguda, hawa ni wana Simba. Hakuna shida kwenye hilo, hakuna hofu kwenye hilo. Wameshajipambanua kama viongozi wa Simba, kama wana Simba, na wamewahi kuhudumu kama viongozi wa Simba Sports. Sasa kwenye kipindi cha hivi karibuni, kwenye hii miaka miwili mitatu, hawakuwa sehemu ya uongozi, waliondoka. Lakini Mulamung'ambi hakuwa kabisa anaonekana kwenye hata michezo ya Simba Sports. Lakini kwa taarifa nilizonazo ni kwamba alikuwa nje ya Tanzania. Watu wameenda mbali zaidi, wanasema ameshahamisha makazi yake, tena haishi Tanzania, anaishi Florida nchini Marekani. Inaweza ikawa hivyo, na ndio maana hata alikuwa haonekani kwenye baadhi ya matukio yanayohusu Simba. Inawezekana amerudi kuja kwenye matembezi kwa sababu ni nyumbani, then amekutana kuna hicho kikao, wakaona ni vizuri kumshirikisha ili na yeye apate namna ambavyo anaweza akashauri. Lakini pia ile kamati ya ushauri ya Simba ina watu wengi sana, na mara ya mwisho wakati Mohamed Dewji anahitaja, kama sikukosea, jina la Mulamung'ambi lilikuwemo. Sasa inawezekana hakuwa anashiriki mara kwa mara, ni kwa sababu alikuwa mbali, na sasa hivi yupo, ndio maana ameshiriki. Kitu ambacho kwangu nimekiona ni cha tofauti kidogo ni kumuona Mwina Mohamed Seif Kaduguda kwenye ile panel ya mazungumzo, kwa sababu amewahi kuwa kiongozi. Aliingia kuchukua nafasi ya kuwa kaimu mwenyekiti wa Simba Sports wakati ule Swedi Nkwabi amejiuzuru. Yeye ndo aliingia akawa amechukua ile nafasi ya kuwa mwenyekiti wa Simba Sports Club. Upande wa wanachama akawa Mwina Mohamed Seif Kaduguda, lakini upande wa mwekezaji akawa ni Mohamed Dewji. So baada ile varangati la Swedi Nkwabi na Mohamed Dewji kutokuelewana, Swedi Nkwabi akaona aondoke, kitu ambacho kilimpa heshima kubwa sana miongoni mwa wana Simba, na ndio maana hata alivyotajwa kurejea kwake hakuna mtu aliyedoubt juu ya kile kitu. Kwa hiyo alivyochukua nafasi hii Mwina Mohamed Seif, tuliona the way ambavyo alivyokuwa anaiendesha timu na the way ambavyo timu ilivyokuwa inafanya vizuri. Sasa kwenye hizi siku za karibuni Mwina Mohamed Seif amekuwa ni mtu ambaye anazungumza sana kwenye vyombo vya habari, lakini mara nyingi ambapo alipokuwa akizungumza alikuwa kama anaushambulia uongozi, kwa sababu alikuwa anaonyesha kabisa timu kutokufanya vizuri sababu ni viongozi, na yeye akawa anasema yeye hawezi kuwa kiongozi wa Simba halafu Young Africans ikadominate mpira wa Tanzania kwa kiwango hicho. Kama kiongozi wa Simba asingeweza kuliruhusu hilo jambo litokee. Sasa alichokifanya Crescentius Magori na Murtaza Mangungu kumkaribisha Mwina Mohamed Seif Kaduguda, sina uhakika sana kama amerejeshwa kama kwenye kamati ya ushauri kama mshauri. I think atakuwa ameitwa kama mwana Simba kwenda kushauri, lakini sio sehemu ile kamati. Lakini kama atakuwa amerejeshwa, asimame kama wale nominees ambao walitajwa kuwa sehemu ya ile kamati ya ushauri. Simba atakuwa amefanya kitu kizuri sana. Lakini sasa ndo ule wakati wa kuja kuprove kile kitu ambacho yeye alikuwa anakizungumza, kwamba akiwa sehemu ya uongozi wa Simba domination ya Yanga haiwezi kuwa kubwa kwa hivi ambavyo ilivyo. Kitu kizuri ni kwamba amerejea kwenye nyakati ambazo ligi ndio kwanza bado inaanza, lakini pia ni kwenye nyakati ambazo hawajacheza mchezo hata mmoja wa ligi ya mabingwa barani Afrika kwenye hatua ya group stages. Sasa ni kitu gani ambacho huyu mtu anaweza kakileta? Hapo ndipo sasa wana Simba wanapaswa kukaa macho na kutazama. Akishindwa kudeliver yale aliyokuwa anayazungumza kwenye vyombo vya habari, kuwa attack viongozi wa Simba, na yeye pia atapaswa kujiuliza mara mbili juu ya kile ambacho alichokuwa anakizungumza, kwa sababu tumeshauriwa unapokuwa kwenye moment either ya hasira au ya furaha, uchague maneno ya kuzungumza. Na Mwina Mohamed Seif kama anavyojitanabaisha yeye mwenyewe ni msomi, ana degree, the way ambavyo anazitaja yeye, anajua kiwango chake cha elimu, and it's acceptable kwamba amesoma. Sasa kile kipindi ambacho alikuwa anatumia muda mwingi kuwataki viongozi wa Simba,
ni kama alikuwa amesahau kwamba yeye bado ni mwana Simba na kuna siku anaweza kahitajika kama mwana Simba au yeye mwenyewe kuhitaji kama mwana Simba kurudi kwenye nafasi ya uongozi na watu wakampa hiyo dhamana. Sasa ule wakati ndio huu anapaswa kuprove yale ambayo alikuwa anayazungumza kwamba anaweza kaua ile domination ya Young Africans kwenye ligi kuu Tanzania bara. Domination ya Young Africans kwenye ligi kuu Tanzania bara au mpira wa Tanzania kwa ujumla wake haiwezi kuuawa kwa maneno, inauawa kwa vitendo. Yani ni Simba awe bingwa wa ligi kuu Tanzania bara, ni Simba awe bingwa wa FA, hapo ndio atakuwa ameua ile domination ya Young Africans. Hata kama itakuwa kwa muda wa mwezi, kwa muda wa msimu mmoja, kwa maana ya mwaka mmoja. Wakitoa kombe afu next year Yanga wakija tena wakitoa, watakuwa wamesitisha kwanza ule utawala, then wakaingia wao. Sasa tunahitaji kuona hichi kitu alichokuwa kizungumza Mwina Mohamed Seif kipo, kinawezekana, na ni kwa nini alikuwa anazungumza vile, ni nini anakitegemea, siri yake kubwa ni nini. Hiki ndicho kitu ambacho wana Simba wengi wanataka kukiona. Hiki ni kikao kwanza cha kawaida ambacho huwa kinafanyika mara nyingi tu, na mara nyingi mwenyekiti wa kikao hiki huwa ni mzee, nimemsahau, lakini ni mwanasheria ambaye alisimamia transformation ya Simba. Kwa hiyo ni kikao ambacho huwa wanakaa mara kwa mara. Inaweza si mara nyingi sana, lakini huwa ni mara kwa mara kujadili mwenendo wa club, the way ambavyo inavyoendeshwa. Pale ambapo kuna jambo ambalo linatakiwa kuzungumzwa ili liondolewe kama mgogoro, linazungumzwa na linaondolewa. Kama kuna sintofahamu miongoni mwa viongozi, hawaelewani, hawakubaliani, hawapikiki, kile kikao kinakuja kuwasuluhisha. Lakini kama klabu inafanya uwanjani, watu wanakuja kushauri ni nini na nini kinaweza kikafanyika ili timu iweze kufanya vizuri. Lakini pia mara nyingi kuelekea kwenye mkutano mkuu huwa ni kikao ambacho huwa kinakuja kuchukua kama tahadhari hivi kwamba kwenye mkutano mkuu ni nini na nini kinapaswa kwenda kuzungumzwa, nini na nini kinaweza kwenda kuwa unveiled kwa wanachama wa Simba ili kuondoa baadhi ya vitu ambavyo vinaweza vikaleta sintofahamu. Kwa hiyo kwa lugha nyepesi sana ni kikao cha kamati ya ushauri ambacho kazi yake kubwa huwa ni kushauri baada ya kufanya tathmini juu ya mwenendo mzima wa uendeshaji wa klabu.